Tanga imeachwa kwenye mataa, ndiyo habari kubwa inayotikisa Afrika Mashariki kwa sasa. Baada ya shamra za muda mrefu kuwa mradi wa refinery wa Dangote utajengwa huko Tanga, siri mpya imevuja. Tajiri nambari 1 Afrika amebadili mawazo na sasa anaikaribia Mombasa kwa kishindo. Hii ni breaking news ambayo hakuna aliyetegemea ingekuja kwa kasi hii. Katika mahojiano yake ya hivi karibuni na gazeti la Financial Times, Dangote ameweka wazi kuwa mpira upo mikononi mwa Rais William Ruto. Sababu kubwa ni nini haswa? Anasema bandari ya Mombasa ina kina kirefu na miundombinu bora ya kusaidia meli kubwa za mafuta VLCC kuliko bandari ya Tanga. Pia Dangote amepiga hesabu za kibiashara na kugundua kuwa Wakenya wanatumia mafuta mengi zaidi, hivyo Mombasa ni bora yake ya kibiashara kuliko sehemu nyingine yoyote ukanda huu wa Afrika Mashariki. Lakini nyuma ya pazia kuna harufu ya siasa za kidiplomasia. Kumbuka hivi karibuni Rais Samia alimchana Rais Ruto hadharani, akimuuliza kwa nini alitangaza mradi huo wa Tanga bila kumshirikisha. Wataalamu wa uchumi wanasema ukosefu wa mawasiliano kati ya nchi hizi mbili umempa Dangote nafasi ya kuchagua upande anaoona una maslahi zaidi. Sasa badala ya Tanga, mabilioni hayo ya fedha yanakwenda kuneemesha bandari ya Mombasa. Je, Tanzania imepoteza fursa hii kwa kizembe au ni Dangote tu amefanya maamuzi ya kibiashara? Na je, Kenya itafanikiwa kukamilisha mradi huu wa kihistoria ambao utamaliza utegemezi wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati? Dondosha maoni yako kupitia comment section hapo down, lakini pia usisahau kusubscribe, like, share, turn on notification ili uzidi kupata update ya matukio mbalimbali yanayojiri every time.